Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kadiri tunapoenda kusikia neno la Bwana. Niomba ukaandae roho yako na mawazo yako ili tukasikie kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo leo tunaenda kuangalia elimu yetu siku ya leo ni kutii mafuta yaliyo juu yako. Ama kuna yule mtu Mungu ametumia kukuinua. Kuna yule mtu Mungu ametumia ili kukupeleka katika nafasi nyingine. Na wakati unaenda kinyume chake, wewe connection yako inapotea. Kwa hivyo nitaomba kwa sababu ya neno, alafu tutaingia katika neno. Wacha tushukuru. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. Tunaposikia neno lako, kaseme nasi asubuhi ya leo. Kanene na anayesikia neno hii, nasi tutakushukuru na kukuinua. Tunainuka kinyume na wakuu wa anga. Kila vizuizi na mbali zote za adui tunasiondoa katika jina la Yesu, na kuomba Roho msaidizi akatusaidie, na tutakushukuru na kukuinua. Na kupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Kila mtu aseme amen. Kwa hivyo tunaenda kuangalia neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Mwanzo 13 kuanzia mstari wake wa 7 mpaka wa 10. Mwanzo 13 kuanzia mstari wake wa 7 hadi wa 10. Mwanzo. Naomba tukaweze kusomewa. Mwanzo 13 kuanzia mstari wake wa 7. Mwanzo mstari wa 7 mpaka ule wa 10. Basi kukazuka ugomvi kati ya wachungaji wa Abrahamu na wachungaji wa Loti. Wakati huo Wakanani na Waperizi ndio waliokuwa wenyeji wa nchi hiyo. Basi Abrahamu akamwambia Loti, kusiwe na marafakano kati yetu wala kati ya wachungaji wako na wachungaji wangu, kwa sababu sisi ni jamaa moja. Tazama nchi yote mbele yako, na tutengane. Ukienda kushoto, mimi nitakwenda kulia. Ukienda kulia, mimi nitakwenda kushoto. Loti akatazama, akaliona bonde la mto Yordani. Akaona kuwa lina maji ya kutosha bila kila mahali, kama ndani ya Mwenyezi Mungu, na kama nchi ya Misri upande wa Soari. Hii ilikuwa kabla ya Mwenyezi Mungu hajaangamiza miji ya Sodomu na Gomora. Amen. Hilo ndilo neno la Bwana. Maandiko yanatuambia kwamba kulikuwa na mtu anaitwa Ibrahimu na mtoto wa ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Lutu ama Lot. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Ibrahimu alipoambiwa na Bwana, ondoka katika familia yako, ya baba yako na mama yako, uende nitakubariki, au kuacha mtoto wa ndugu yake. Maandiko yanatuambia vizuri, walipoenda wakabarikiwa na vitu, wakawa na mifugo mingi, na wakawa na wachungaji. Kwa hivyo Ibrahimu akawa ametengana, ama ako na vitu vyake na mtoto wa ndugu yake ako na vyake. Maandiko yanasema vizuri, kukawa na ugomvi kati wachungaji wa Lutu na wachungaji wa Ibrahimu. Lakini mzee alikuwa mtu wa Mungu, alikuwa mtu mnyenyekevu, hakutaka kubishana na ile kijana wa ndugu yake ambaye ameshika mkono.
Maandiko yanamwambia vizuri, akamuita akamwambia, Lutu, hamna haja ya mimi na wewe wachungaji wako wabishane ama kuwe na ugomvi, na nchi yote iko mbele yetu na sisi tuko hapa kuimiliki. Maandiko anasema vizuri, akamwambia, wewe kijana, jichagulie upande ambao unataka kwenda. Ukienda upande wa kusini, nitaenda upande wa kaskazini. Ukienda upande wa magharibi, nami nitaenda kusini. Bwana Yesu asifiwe. Akampatia choice, achague mahali anataka kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema vizuri, alipotazama kijana naye hakuwa na ufunuo. Alikuwa amepata mali, lakini hakujua ile neema anayetumia ni ya baba yake ambaye amemshika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Akaangalia, hakuwa na roho ya ungu, hakuwa na roho ya kunyenyekea. Amwambie mzee, ninasema sorry, na akemeo wafanyikazi wake, awaambie nyinyi hampaswi kusasa na mzee. Bwana Yesu asifiwe. Mali yanakuwa hatari usipokuwa makini. Unapopata vitu usipokuwa makini, kuna hatari. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema vizuri, Ibrahimu akapatia mtoto choice achague. Na kama kawaida, yule anapaswa kuchagua ni mzee akiwa wa kwanza. Lakini kijana anapatiwa nafasi achague, naye anakubali. Kuliko ane hapa ni kuangamia, anaangamia, akakubali. Maandiko yanasema vizuri, akaangalia huku na huku. Hakujua baraka sio vile unavyoona kwa macho, bali baraka asionekani na macho. Ukiwa umebarikiwa, hata ukienda wapi umebarikiwa. Akaangalia ndio na malisho mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia mzee, wacha mimi niende pande hii. Na hiyo pande alikuwa anaenda ni ile pande, ilikuwa ni pande ya Sodoma na Gomora. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema vizuri, Ibrahimu akamwambia, ni sawa, kama umeona uende pande hiyo, nami nitaenda pande nyingine. Na mzee akaana kijana korosa. Maandiko yananielezea vizuri, mzee naye alipoenda, Mungu akamnenea, akamwambia Ibrahimu, angalia nchi hii, angalia nyota za mbinguni, usawa wako utakuwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kijana akaondoka kwa neema ambaye iliyokuwa imemshikilia. Akaondoka kwa mzee ambaye amepata mali kwake. Akajichagulia pande ambaye hakuna destiny. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia vizuri, alipojichagulia, Ibrahimu akung'ang'ana naye, amwambie, wewe kijana, auoni pande unaniambia niende, hakuna malisho. Alimwambia sawa. Wewe umeona uende pande hiyo, sawa. Sitaki ugomvi, maana wewe na mimi ni watu wa jamii moja na hatupaswi kuwa na mabishano. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliye na Mungu abishani, maana kila kitu alicho nacho sio kwa uwezo wake, ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninataka kukufundisha siku ya leo ya kwamba mali Mungu amekutoa na yule amekuinua kupitia yeye, usimdharau. Hata ukipanda uende wapi, heshima ni muhimu.
kunyenyekea ni muhimu, kutii ni muhimu. Hata kama uko na nini, tii walio juu yako ili Mungu akaweze kukusaidia na akaweze kukuonekania. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende 14 nikimalizia. Tusome mstari wake wa 12. Tuone yale Lutu alipatana nayo. 14 kuanzia mstari wake wa 12. Mwanzo 14. Mwanzo 14 mstari wake wa 12. Kuendelea mpaka 15. Haya, inasema hivi: walimteka hata Loti mwana wa nduguye Abrahamu aliyekuwa anakaa Sodoma pamoja na mali yake, wakaenda zao. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda kumwarifu yule Mwebrania Abrahamu ambaye alikuwa anaishi karibu na mialoni ya Mwamori Mamre. Mamre alikuwa ndugu yake Eshkoli na Aneri. Wote walikuwa wamefanya agano. 14. Abrahamu alipopata habari kwamba mpwa wake amechukuliwa mateka, akatoka na watu wake stadi 318 waliozaliwa katika nyumba yake, akawafuatia adui mpaka Dani. Huko akaligawa jeshi lake katika makundi. Usiku akawashambulia adui zake, akawashinda na kuwafukuza hadi Hoba, kaskazini mwa Damasko. Basi Abrahamu akaikomboa mali yote iliyotekwa na adui, na kumkomboa Loti mpwa wake, mali yake, pamoja na wanawake wa watu wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema vizuri, Loti alipoenda hiyo pande alienda, kulitokea uvamizi. Na yeye hapo nguvu akaenda akachukuliwa mateka, yeye na mali zake na wale watu wake wa kiburi wote wakatiwa mateka na wakaenda lao. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema vizuri, mtu mmoja akatoroka, akajua kuna mzee anaitwa Ibrahimu, wacha nikimbie nimwambie mtoto wa ndugu yake amechukuliwa mateka. Bwana Yesu asifiwe. Alipofika kwa Ibrahimu akamwelezea, mzee naye alikuwa mtu wa roho safi, akasikia mtoto wa ndugu yake amechukuliwa mateka. Huyu kijana alikataa kutii mzee, akajawa na kiburi kwa sababu ya mali, na sasa amechukuliwa mateka. Bwana Yesu asifiwe. Mzee naye maana alikuwa na roho safi, alikuwa na Mungu, akasikia, akasononeka sana, akachukua wanajeshi wake. Huyu mzee alikuwa sawa, alikuwa anadhiria 18. Bwana Yesu asifiwe. Wanajeshi akawachukua, akasema, ndugu yangu, mtoto wa ndugu yangu kama amechukuliwa mateka, sitanyamaza, nitaenda kumkomboa yeye na mali yake. Bwana Yesu asifiwe. Alipoondoka akaenda akagawa, wakatangulia wana wafalme na wakawakomboa Lutu na vitu vyake na wafanyikazi wake, akarejea nao. Bwana Yesu asifiwe. Aseme hii kijana aliondoka, sasa kama aliondoka, wasajishughulikia, wasajipiganie. Akusema hivyo, alifikia amechukuliwa mateka, akachukua hatua
ya kwenda kumkomboa, naye akamkomboa. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo na alipomkomboa akamrejesha yeye na mali zake, lakini kijana hakuwa na ufahamu aseme hata sorry. Aseme msee, niliondoka kwako kwa madharau, niliondoka kwako na majivuno, ninaomba msamaha. Hakujirudia, aone ya kwamba alikosea. Hakujirudia, aone ya kwamba alipoteza njia. Kama wewe uliondoka kwa yule anayekusaidia na unaenda sako, unatekwa mateka, anakuja kukukomboa na anakuambia wewe kijana na vitu vyako waendeni, mmewapigania. Bwana Yesu asifiwe. Hakutaka kujua, akanyamaza tu na akarelax, akaona ni kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati unapobarikiwa, kuna yule Mungu alitumia. Heshima ni muhimu, kutii ni muhimu, kunyenyekea ni muhimu. Maana Lutu baraka zake hakuna kitu alikuwa nacho, zote alikuwa amepata kupitia Ibrahimu. Na alipokuwa anajitenga na Ibrahimu ni kujitenga na zile baraka Mungu alikuwa amebariki nazo Ibrahimu, huyu mtu afaidike chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akatia Ibrahimu nguvu, akampigania Lutu na akamrejesha ndiye na vitu vyake, lakini hakupata ufahamu. Arudi kwa baba yake amwambie, baba, nimekosea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo madharau ukiyafanya kwa wale walio juu yako, uko kwa hatari. Ndiposa ninasema kunyenyekea ni muhimu, maana Mungu anatumia watu kuinua wengine. Kwa hivyo nyenyekea, naye Mungu ataonekana. Lutu alipokombolewa na mali zake akashindwa kuelewa. Raundi ya pili ilipokuja, akutoka katika ile nchi akiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hata maisha yake ni Mungu alisema, niko na rafiki yangu hapa, nisiende kumaliza Sodoma na Gomora kabla sijamwambia. Wakati hiyo nchi aliyoenda ikawa Sodoma na Gomora, watu wakafanya madhambi, Mungu akaamua kuimaliza. Hata hapo anakumbuka kuna mtu anaitwa Lutu. Kwa sababu gani? Hakuna neema alikuwa naye ya kufanya ajulikane. Ibrahimu ndiye alikuwa anajulikana. Na maandiko yanasema vizuri, Mungu alipokuwa anaenda kumaliza, akasema sitamaliza kabla siyapitia kwa mtumishi wangu nimwambie vile naenda kufanya. Maandiko yanasema vizuri, Mungu, Ibrahimu alikuwa mtu wa roho safi, akalilia Mungu akamwambia, Bwana, utamaliza watu wenye haki na wasio haki. Watu wakipatikana 50 utaumaliza huu mji. Akamwambia pana. Wakatafuta wakakosekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale watu walikuwa wanagombana na Ibrahimu na wachungaji wa Ibrahimu, hata wao hawakuwa wenye haki. Maana walikuwa na roho ya majivuno na roho ya ukaidi. Bwana Yesu asifiwe. Maana walikuwa wengi. Kama wangekuwa wanatii Mungu, hata wao wenyewe walikuwa wanafika 50. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema vizuri, hapo Mungu alipoamua kumaliza Sodoma na Gomora, Lutu hakutoka na hata mfuko moja. Hata mke alipoteza huko. Bwana Yesu asifiwe. Alitoka yeye na wasichana wake 2 peke yake. Ni kwa sababu ya roho ya ukaidi na roho ya kutokunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Ile mali alikuwa anajiringa nayo, ile mifugo na wafanyikazi aliyokuwa nao, waliokuwa wanabishana na Ibrahimu, wote walichomwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Ya roho ya kutokutii na roho ya kutokunyenyekea. Yale mafuta
yako juu yako, yatii na unyenyekee, naye Mungu atakupeleka mbali. Maana kama Lutu angesindi kukaa pamoja na Ibrahimu, angeangamia. Lakini kwa sababu alijivuna, story yake ilimalizika. Hata mke akapoteza, ikawa ni watoto na maisha yake yakaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tii wale Mungu ameweka juu yako, na Mungu atakupeleka mbali na atakusaidia. Kwa hiyo nataka kushukuru kwa ajili ya neno. Amini Bwana Yesu, naye atakuokoa na atakutenda mema. Uwe mtu wa kunyenyekea. Uwe mtu wa kuwa hata ukienda wapi, roho yako isijiinue. Roho yako isijawe na kiburi. Roho yako isijawe na maringo. Maana kiburi utangulia kuanguka. Kwa hiyo utasikia majivuno yamefika, kiburi imefika, basi hiyo ndio mwanzo wa kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kama uliokoka, amini Bwana Yesu. Kama ulikuwa unaenda njia zisizo sawa, amini Bwana Yesu akuokoe, naye atakusaidia na atakulinda. Ndio nyuma yangu na uamini Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda, mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu na makosa. Samehe, kavute jina langu katika kitabu za mauti. Waandike jina langu katika kitabu za uzima. Ninakataa shetani mipango yake. Nakubali Yesu uwe Mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka leo ninaokoka na kuamini. Amen. Kama umeokoka, umekubali Bwana Yesu, endelea kumtumikia. Moyo wako ukanyenyekee. Kasidi kuabudu Mungu mahali kunaabudiwa korona kweli, naye Bwana atakuonekania. Kama uko mgonjwa, amini Bwana Yesu akuponye. Amini kila hitaji ulio naye, Bwana Yesu akushughulikie. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Bwana. Baba, wacha tuombe. Kila mmoja ambia Bwana ni asante. Kila mmoja ashukuru Mungu. Ambia Bwana, Daudi akasema niumbie moyo safi wa kunyenyekea na wa kubondabondeka mbele zako. Ambia Bwana akusaidia, roho yako ikanyenyekea, roho yako ikashuke, na Bwana atakuinua na atakutenda mema. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Nasema ni asante kwa neno lako. Nasema ni asante kwa vile ulivyo mwaminifu. Jina lako limindiwe na lipewe sifa Bwana. Asante kwa neno lako Baba, ambayo umetufundisha kuhusu kunyenyekea, kuhusu kuwatii walio juu yetu. Umeweka kwa ajili yetu Baba, tumekuja kushuka, tumekuja Baba kunyenyekea Baba, na jina lako litainuliwa na litabarikiwa. Wakati huu Mungu wa Israeli, nakuja mbele zako, naomba kwa ajili Baba aliye mgonjwa Bwana, kupitia mapigo yako msalabani tumepona. Ninatangaza uponyaji, ninatangaza kuwekwa huru kwa watu wako katika jina la Yesu. Kila roho ya magonjwa, kila roho yote isiyotokana na wewe, ninaikomesha kwa watu wako na kuiangusha katika jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji katika jina la Yesu. Baba, ukawaponye kimwili, ukawaponye kiroho katika jina la Yesu. Waliofungwa na adui, waliokuwa wameonewa, natangaza kufunguliwa kwao katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Asante kwa neno lako Mungu, uimindiwe na ubarikiwe, maana ndiye Kristo na hakuna mwingine isipokuwa ni wewe. Waabudiwe Baba, pewe sifa na utukufu, na nikupitia jina la mwana wako Yesu Kristo tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Mungu wa amani wabariki. Mungu wa amani watende mema. Tutakuwa na ibada live saa 6:30. Karibuni sana ili tukaabudu Bwana pamoja, na tutaanzia ibada saa 4. Kwa hivyo karibuni sana sana sana. Mungu awabariki. Mungu wa amani awatende mema.